Ni wasaa mwingine tunakwenda kutazama kile kinachojili kwenye hanga za usajili, na kubwa zaidi ni mchezaji ambaye anatumainiwa kuja kuwa mrithi wa Fiston Kalala Mayele ndani ya kikosi cha Young African. Tunapoongelea kwamba mrithi wa Fiston Kalala Mayele ni kwamba toka aondoke Fiston Kalala Mayele, Young African haijapata striker ambaye anakugarantii goli mechi hadi mechi. Ndio maana ukiangalia kwa sasa mastrika wa Young African ni wachache sana ambao wamefikisha goli zaidi ya 10 kwenye msimu huu hadi sasa, lakini hatumaanishi kwamba waliopo hawafai, lakini mahitaji ya timu yamekuwa ni makubwa, na ndio maana timu inatengeneza nafasi nyingi, nafasi zinatumika chache, inaipelekea hadi sasa Young African wanaonekana kwamba wapo kwenye ushindani na klabu ya Simba Sport, hasa kwenye mbio za ubingwa. Wakati tunajua tungekuwa na striker yule ambaye kila nafasi angalau kwenye nafasi 3 wanaweka goli kwenye nafasi moja, na Yanga hii inayotengeneza nafasi hadi 20 kwenye mechi moja. Young African ndio timu pekee hapa Tanzania ambayo ina wastani wa kutengeneza nafasi za wazi 9 kwenye mechi. Yaani kwamba zile nafasi 9 zikitumika watu wangekuwa wanakula 7-6. Lakini kwa nini hazifanyiki hivyo? Mastrika wa Young African wamekuwa hawafanyi bora sana. Wamekuwa wakipoteza nafasi baada ya nafasi, wamekuwa wakishindwa kuwa na consistency mbele ya goli. Na ndio maana bwana mkubwa anajiunga na klabu ya Young African, anaitwa Patrice Innocent Mwamba kutoka katika timu ya TP Engrebe Mazembe. Anajiunga kabisa rasmi na klabu ya Dar es Salaam African baada ya kufanya vizuri huko alipokuwa. Baada ya kuwa na misimu bora zaidi, anakuja kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young African, na atajikuwa hapa kwa mkataba wa miaka 3. Sasa ambacho ninaweza kukijadili mimi na wewe, shabiki mwenzangu wa klabu ya Young African, usiache kuisupport klabu yako pendwa ya Young African, na kubwa zaidi uweze kuchangia kile ambacho unakihisi kinaweza kuisaidia klabu yako Young African. Unahisi ni nani kati ya Prince Mpumelelo Dube na Depp aweze kumpisha mwenzake kwenye kikosi hiki cha Young African cha msimu unaokuja? Kwa sababu ujio wa Patrice Mwamba kwenye kikosi cha Young African ni lazima striker mmoja namba 9 aondoke, kwa sababu klabu ya Young African kawaida inatumia mastrika wawili wa kigeni ambao mmoja ataanzia benchi, mwingine anaweza akawa anaanza regular, au wakitumia mastrika wawili wote wakaanza pale kulingana na mechi inavyohitaji. Lakini sasa hawawezi kuwa tena na mastrika watatu kwenye kikosi kimoja, namba 9 watatu akiwemo Inacio Mwamba ambaye ana fiziki ya kutosha, ana nguvu za kutosha, na ana uwezo wa kukupa kile unachokitaka kwa wakati ule ambao unastahili. Klabu ya Young African wamepiga hatua kubwa kwenye usajili huu na wameamua kabisa, na huu umekuwa ni ushauri kutosha kutoka kwa mashabiki, kutoka kwa maskauti wa timu, kutoka kwa makocha mbalimbali ambao wana uhusiano mzuri na klabu ya Young African, akiwemo Nasri Nabi, kuambia zile element ambazo aliziona kwa Fiston Kalala Mayele zimo zote kwa bwana mkubwa Inacio Patrice Mwamba. Wewe una kipi cha kuwashawishi na kuwashauri viongozi wa Young African ili waweze kuleta usajili mwingine? Tutakwenda kujadili nani pia anaondoka. Usahau kusubscribe. Asante.